Bwana, mambo ni vipi mwana familia wangu? Ni time nyingine poa, tunajoin hapa Bongo Vibe TV kuweza kubadilishana na kati ya mengi kimichezo ambayo yameweza kutufikia muda huu hapa mezani kwetu, na kubwa kuliko ambaro tunakwenda kutazamia siku hii ya leo. Tunatoa moja kwa moja pale kwenye mitaa ya Twiga na Jangwani, Yanga Sports Club, kuangalia kunani hapo na kuna mambo gani ambayo yanaendelea ndani ya kikosi hiko cha klabu ya Yanga. Bwana, kama ninavyofahamu, kikosi cha wananchi tayari kimekushaweza kuwasili pale mkoani Singida kwa ajili ya mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara dhidi ya timu ya Singida Black Stars, mchezo ambao Yanga atakuwa ugenini kutafuta alama 3 dhidi ya timu ya Singida Black Stars kwenye muendelezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara 2025 2026, na huu ni miongoni mwa michezo muhimu kweli kwa upande wa timu ya Yanga Club, lakini ni miongoni mwa mchezo mgumu kwa upande wa timu ya Yanga Sports Club. Kama ninavyofahamu ubora wa timu ya Singida Black Stars, hivyo hautaweza kuwa mchezo rahisi kivyovyote vile. Sasa kuelekea kwenye mchezo huu hapo, tayari mapema kocha mkuu wa klabu ya Yanga bwana Pedro Gonzalez, yeye amekushaweza kuweka wazi kikosi chake ambacho kitakuwa ndicho cha kwanza dhidi ya timu hii ya Singida Black Stars, lakini pia akigusia ya kwamba kikosi hiko kitakuwa na mabadiliko makubwa kufuatia uhitaji wa mchezo, licha ya kuwakosa nyota muhimu, lakini atajaribu kubalance kikosi hicho ili kiweze kupata matokeo chanya. Sasa mimi niko hapa na kikosi cha wachezaji 11 ambao wanakwenda kuanza kwenye mchezo kati ya Yanga dhidi ya timu ya Singida Black Stars chini ya kocha Pedro Gonzalez. Nitakusogezea moja kwa moja hapa ili naye uweze kufahamu ni namna gani ambavyo kocha mkuu wa klabu ya Yanga bwana Pedro anakwenda kuanza dhidi ya timu ya Singida Black Stars katika mchezo muhimu wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Lakini kabla sijakusogezea moja kwa moja kikosi hiki, mwana familia wangu, naye uweze kufahamu namna ambavyo kocha mkuu wa klabu ya Yanga bwana Pedro anakwenda kuingia kwenye mchezo huu na mbinu zake ambazo anakwenda kuzitumia kwenye mchezo huu. Naomba nikukumbushe jambo moja na la kimsingi kabisa. Kama wewe hii ndo mara yako ya kwanza unajoin nasi hapa, alafu bado hujasubscribe channel yetu, basi nikwambie kiukweli kabisa, wewe ulikuwa unapitwa na taarifa zetu zote mpya za kimichezo ambazo sisi huwa tunakujuza na kukusogezea wewe moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Cha kufanya sasa hivi ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu zote mpya za kimichezo, swala ni jepesi kabisa mwana familia wangu. Hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, kisha kutani on notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza hapo pembeni. Ukishafanya hivyo, wewe utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwana familia wetu wa kwanza kujipatia kila aina ya taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi tunakusogezea wewe moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Na kama wewe tayari umekushaweza kusubscribe channel yetu, sasa twende kazi tukaangazie kuhusiana na kikosi hiki cha klabu ya Yanga kinachokwenda kuanza dhidi ya timu ya Singida Black Stars. Kama ninavyofahamu, licha ya kikosi hiko cha klabu ya Yanga kuelekea pale mkoani Singida kwa ajili ya mchezo wao dhidi ya timu ya Singida Black Stars, lakini pia kuna baadhi ya nyota hawajaweza kuondoka kabisa na kikosi hiki cha Yanga kutokana na sababu mbalimbali, ikiwemo baadhi ya nyota kuwa na majeraha, lakini pia baadhi ya nyota akitumikia adhabu zao. Sasa hapa tiko na majina ambayo ya wachezaji atakaokosa mchezo huu dhidi ya timu ya Singida Black Stars kutokana na sababu mbalimbali. Mchezaji wa kwanza atakayekosa mchezo huu ni mchezaji Mohamed Damaro, ambaye yeye atakosa mchezaji huu kutokana na sababu za kupata kadi 3 za manjano zitakazomfanya aweze kuwa nje ya uwanja na kukosa mchezo huu. Lakini mchezaji wa pili ni Dickson Jobu, ambaye naye atakuwa nje ya uwanja na kukosa mchezo huu kutokana na sababu za kupata majeraha yake. Kama ninavyofahamu, mchezaji huyu aliweza kuumia alipokuwa anitumikia timu ya Yanga kwenye mchezo wa Kariakoo Derby pale visiwani Zanzibar. Lakini mchezaji wa tatu ni Pacome Zouzoua, ambaye pia na yeye ataukosa mchezo huu kutokana na majeraha ambayo yanaendelea kumsumbua. Ukiachana hao wachezaji watatu na muhimu na nyota ambao tumezoea kuwaona kwenye kikosi cha kwanza cha klabu ya Yanga, lakini pia mchezaji mwingine ambaye atakopo nje ya uwanja ni mchezaji Clement Mzize. Kama unavyofahamu, mchezaji huyu ametoka kufanywa upasuaji wa goti, hivyo atakuwa nje mpaka mwishoni mwa msimu. Sasa mara baada ya kuweza kukutajia nyota hao ambao wataukosa mchezo huu kati ya Yanga dhidi ya timu ya Singida Black Stars, tukaangazie kwa upande wa kikosi cha kwanza
cha klabu ya Yanga ambacho kitakwenda kuanza dhidi ya timu ya Singida Black Stars. Golini tegemea kumuona golikipa Djigui Diarra akiendelea kuwaka vyema kwenye eneo la milingoti mitatu la timu hiyo ya Yanga Sports Club. Lakini kwa upande wa beki nambari 2 hapa tegemea kumuona mchezaji Yawa Tola Kwasi akienda kuanza kwenye eneo hilo la beki nambari 2. Lakini kwa upande wa beki nambari 3 hapa mchezaji Shedrack Boka akienda kuzima kwenye eneo hilo la beki nambari 3, beki nambari 4 na beki nambari 5 Bakari Nondo Mwamjeto na Ibrahim Abdullah Baka. Lakini kwa upande wa kiungo nambari 6 hapa tegemea kumuona akiingia mchezaji Duke Abuya akishuka eneo la chini kukava nafasi ya Mohamed Damaro ambaye amepata majeraha yake. Eneo la winga nambari 7 si mwingine bali ni Max Nzengeli. Huko kwa upande wa eneo la kiungo nambari 8 hapa tegemea kumuona Mudasiri haya basi akienda kuzima eneo la kiungo nambari 8 kwa kikosi hiki cha klabu ya Yanga. Lakini kwa upande wa mshambuliaji kinara hapa tegemea kumuona mchezaji Depu akienda kuanza kwenye eneo la mwisho kwenye kikosi hiki cha klabu ya Yanga. Lakini kiungo mshambuliaji nambari 10 hapa tegemea kumuona Starboy Alan Okero akizima eneo lile la juu, huku winga ya kushoto tegemea kumuona mchezaji Buba Jemea ambaye amekuwa na mwanzo mzuri na mwendelezo mzuri kwenye kikosi hiki cha klabu ya Yanga. Hiko ndio kikosi cha klabu ya Yanga ambacho huenda kocha mkuu wa klabu ya Yanga Bwana Pedro atakwenda kuanza nacho dhidi ya timu ya Singida Black Stars kwenye mchezo muhimu wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Una maoni gani kuhusiana na hiki mwana michezo wangu? Njoo tuandikie kupitia sehemu ya comment hapo, bila kusahau kulike, kushare na kusubscribe channel yetu.